Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Wakati Rais wa Marekani Donald Trump alipotangaza makubaliano ya kumaliza vita na uhasama kati ya Marekani na Iran mnamo Jumapili na kueleza kuwa mlango wa bahari wa Hormuz umefunguliwa tena, alihitimisha na ujumbe wake kwenye mtandao wake wa Truth Social kwa maneno kwamba meli za dunia, washeni injini zenu, mafuta yaanze kusafirishwa. Ni kauli iliyotolewa na Rais wa Marekani Donald Trump. Lakini katika uchunguzi inaonekana kwamba bado meli hazijaanza kupita katika mlango wa bahari wa Hormuz. Sasa wakati huu tunatazama sababu tatu ambazo zimesababisha meli kutovuka katika mlango wa bahari wa Hormuz. Hata hivyo, uchambuzi wa shirika la habari la BBC kupitia BBC Verify na kwa takwimu za ufuatiliaji wa meli kutoka Marine Traffic unaonyesha kuwa ni meli 7 pekee zinazoonekana kupita katika njia hiyo muhimu ya maji tangu makubaliano hayo mnamo Jumatatu yatangazwe. Wakati huo huo, takribani meli 580 zinaonekana kusubiri katika ghuba ya Uajemi. Iran ilifunga shughuli zote katika mlango wa bahari wa Hormuz ambao hupitisha takribani 20% ya mafuta na gesi duniani kufuatia mashambulizi ya Marekani na Israel mnamo tarehe 28 Februari. Wataalamu wanasema bado kuna vikwazo vikubwa vinavyozuia usafiri wa baharini kurejea katika kiwango cha kawaida kilichokuwapo kabla ya mzozo huo. Miongoni mwa changamoto hizo ni masuala ya usalama, mabomu yaliyopo baharini na ada za kupita. Takwimu za Marine Traffic mnamo kuanzia siku ya Jumanne zimeonyesha kuwa zaidi ya meli 250 za kubeba mafuta na zaidi ya meli 330 za mizigo ziko ndani ya ghuba hiyo. Takribani 75% ya meli hizo za mafuta zimesimama bila kusonga. Picha za satellite zinaonyesha nyingi katika meli hizo zikiwa karibu na vituo vikuu vya usafirishaji wa mafuta nchini Saudi Arabia, nchini Iraq na Falme za Kiarabu UAE. Idadi halisi ya meli zilizoko katika eneo hilo huenda ikawa kubwa zaidi kwa kuwa meli nyingi hazitangazi mahala zilipo kupitia mifumo ya ufuatiliaji wa baharini na hivyo hazionekani katika takwimu za Marine Traffic. Mchambuzi mkuu wa soko la mafuta katika kampuni ya Kepler na Vindas anasema ishara ya kwanza ya kurejea kwa shughuli za kawaida imekuwa kuanza kwa meli zilizokwama ndani ya ghuba kuondoka kwa wingi, lakini hali imekuwa tofauti. Hata hivyo, hadi sasa hali hiyo bado haijashuhudiwa. Jambo la kwanza ambalo linasababisha kwa nini meli hazipiti katika lango la Hormuz ni wasiwasi kuhusu usalama. Nahodha atahitaji kuwa jasiri sana kupita katika mlango wa bahari wa Hormuz katika mazingira ya sasa, wanasema wachambuzi wa mambo. Wanasema tangu Iran ilipoanza kuzuia kwa vitendo matumizi ya lango hilo mwishoni mwa Februari, imekuwa ikifyatua risasi dhidi ya meli zilizojaribu kupita bila ruhusa yake. Marekani nayo iliweka mzingiro wa kijeshi katika bandari za Iran tarehe 13 Aprili na tangu wakati huo imedai kuzizuia meli 9 ambazo kuzitambua kama zinafuata masharti yake, ikiwemo kushambulia vyumba vya injini za baadhi ya meli kwa makombora ya Hellfire. Ingawa Trump alitangaza kuondolewa mara moja kwa zuio hilo la kijeshi, baadaye alisema utaendelea hadi makubaliano na Iran yatakapotiwa saini rasmi. Picha za satellite za tarehe 15 Juni zinaonyesha meli 4 za kivita za Marekani zipo karibu na eneo la zuio hilo katika kiingilio cha ghuba ya Oman. Hata hivyo, jambo jingine ambalo linatajwa ni tishio la mabomu yaliyopo baharini. Ikumbukwe Iran iliweka mabomu baharini. Mwanzoni mwa mzozo huo, Iran ilitishia kuwa ikiwa pwani au visiwa vyake vingeshambuliwa, ingetega mabomu mbalimbali ya baharini yakiwemo mabomu yanayoelekea majini. Hiki ndicho kilichofanywa na Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran. Tangu wakati huo, kituo cha pamoja cha taarifa za usalama baharini pamoja na kituo cha usalama wa bahari cha Oman vimetoa tahadhari kuhusu vita vinavyoendelea vinavyoshukiwa kuwa mabomu. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio aliwaambia maseneta kuwa Iran imeweka mabomu katika sehemu kubwa za mlango wa bahari Hormuz. Lakini pia katibu mkuu wa shirika la kimataifa la usafiri wa baharini Arsenio Dominguez ameiambia BBC kuwa kuondolewa kwa mabomu hayo ni hatua muhimu kabla ya shughuli za kawaida za usafiri wa baharini hazijarejea. Wataalamu wanakadiria kuwa operesheni ya kusafisha mabomu hayo inaweza kuchukua kati ya siku 30 hadi miezi 6. Tatizo ni kwamba hatujui hali halisi ilivyo na ukosefu huo na uhakika unatisha, wanasema wachambuzi wa mambo akiwemo Philip Belcher kupitia chama cha kimataifa cha wamiliki huru wa meli za mafuta.
Lakini tutazame jambo la tatu ambalo linasababisha kutopita kwa meli katika lango la bahari la Hormuz licha ya makubaliano yaliyosainiwa. Kwa muda mrefu meli zimekuwa zikipita katika lango hili la Hormuz bila kulipa ada yoyote, kwa kuwa ni njia ya asili inayopatikana katika maji ya Iran na ya Oman. Ingawa Marekani na Iran si wanachama wa mkataba wa Umoja wa Mataifa wa sheria za baharini UNCLOS unaozitaka nchi kuhakikisha meli zinapita kwa usalama katika maji yao, wataalamu wanasema msimamo wa Marekani ni kwamba haki ya kupita kwa uhuru katika mlango wa bahari wa Hormuz ni sehemu ya sheria za kimataifa zinazotambuliwa na kutumika kwa kawaida na mataifa yote. Kwa upande mwingine, baadhi ya njia za maji zilizojengwa na binadamu kama vile mfereji wa Panama na mfereji wa Suez hutoza ada kwa meli zinazotumika ili kugharamia huduma mbalimbali zinazotolewa wakati wa safari. Hata hivyo, wakati wa mzozo huu, Iran imejaribu kuimarisha mamlaka yake juu ya mlango huo wa Hormuz kwa kuanzisha mamlaka maalum iliyopewa jukumu la kusimamia vibali vya usafiri salama. Marekani na washirika wake wa nchi za Ghuba wamekuwa wakipinga mara kwa mara juhudi za Iran za kudhibiti au kuweka mamlaka yake juu ya lango la bahari la Hormuz. Alipotangaza makubaliano kati ya Marekani na Iran tarehe 14 Juni, Rais wa Marekani Donald Trump alisema kuwa mlango wa Hormuz umefunguliwa tena kwa meli kupita bila kutozwa ada yoyote. Lakini shirika la habari la Fars la Iran limeripoti kuwa chini ya makubaliano mapya, Iran kwa kushirikiana na Oman inaweza kusimamia njia hiyo na hata kutoza ada za huduma kwa meli zinazopita. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Bila shaka na wewe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein.